utamgeukia nani? Pastor wako hautamuona. Yule unayemthamini hautampata. Kwa maana kuna wakati na kuna siku na kuna mwaka inakuja. Neno la Mungu lazima litatimia. Wakati utakapotafuta nabii, hata atakaye kuimbia tu ndiposa upate upenyezi utaona. Kuna siku tu wewe peke yako utasimama katika hukumu wa Mungu. Wakati ambapo sasa shetani mwenyewe atakuwa amesimama mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujiulize na tujipepese sana. Wakati unapojiitwa mtakatifu, je, unatenda kwa haki? Unataka kwenda katika mataifa, unataka kuhubiri usikike katika dunia yote. Lakini je, huyo roho wa ukweli ndani mwako? Je, unatabiri katika ukweli? Ni Mungu ndiye anayekupea ama ni asili ama ni wafu? Bwana Yesu asifiwe. Twapata chakula kwa kujihatarisha nafsi zetu kwa sababu ya upanga wa nyikani. Ngozi yetu ni nyeusi kama tanuu kwa sababu ya hali ya njaa ituteketezayo. Watie jeuri wanawake katika Sayuni na mabikira katika miji ya Yuda. Wakuu hutungikwa kwa mikono yao. Nyuso za wazee hazipewi heshima. Vijana huyachukua mawe ya kusagia na watoto hujikwaa chini ya kuni. Wazee wameacha kwenda langoni na vijana kwenda ngomani. Furaha ya mioyo yetu imekoma. Machezo yetu yamegeuka maombolezo. Taji ya kichwa chetu imeanguka. Ole wetu kwa kuwa tumetenda dhambi. Sababu ya hiyo mioyo yetu imezimia. Kwa ajili ya hayo macho yetu hayaoni vyema. Kwa ajili ya mlima Sayuni ulio ukiwa, mbweha utembea juu yake. Wewe Bwana unadumu milele. Kiti chako cha enzi ni tangu kizazi hata kizazi. Mbona watusahau siku zote na kutuacha muda huu mwingi? Bwana, tugeuze kwako nasi tutageuka. Zifanye mpya siku zetu kama siku za kale. Isipokuwa wewe umetukataa kabisa, nawe una hasira nyingi sana juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Hili ni neno la Mungu. Na anayesema ni Mungu mwenyewe. Kwa maana neno ni Mungu na Mungu ndiye neno. Na hii ni sauti ya Mungu. Anayesema kwa upole. Anayesema kwa ukiri, kwa rehema na upole na unyenyekevu. Maana mili zetu zimekuwa nyeusi. Mili zetu hata ukisitazama asifai. Mili zetu hata sikienda sokoni asiwezi nunulika. Kwa sababu ya njaa. Kwa sababu ya njaa tu. Kwa maana tuliacha neno la Mungu. Tukidhani ya kwamba tu salama. Tuliacha njia za Bwana. Tukidhani sasa tunaenda kufaulu. Tukakimbizana na vijana. Tukakimbizana na elimu ya Mafarisayo. Tukakimbizana na elimu ya mashuru. Lakini hatukujua ya kwamba tunapotea. Njaa ikatumaliza. Tukawa vitu ambavyo havifai. Tukawa vitu ambavyo vimechakaa. Njaa ya neno lilikutukula. Wakati unaposikia njaa usiseme ni chakula cha mkate. Njaa ya neno. Neno halikuwepo. Wakati ulipoacha neno la Mungu, ulipoacha njia za Mungu, ulipomsuilia ule asipite, uliposuilia ule asiingie, njaa ya neno ilikuwa nyingi sana. Dhambi zilizidi. Kwa maana tulikuwa tumelala. Wakati ambapo tulipokuwa tunatafutwa, Balaamu na Balaki walitutafuta sana. Lakini kuna siri ambayo Balaki aliambia Balaamu.
lazima tupatane na wao, tuwakaribishe, tuwe pamoja, tucheke kwa pamoja, ndiposa tutawashika na kuwanasa. Bwana Yesu asifiwe. Tunanaswa kwa sababu ya tamaa zetu. Tunanaswa kwa sababu mbio tunayekimbia ni mbio ambayo inakwenda kwa adui zetu. Dhambi tunafanya, lakini ndani ya maisha yetu haionekani ni dhambi. Tunaonekana ya kwamba tu sawa. Lakini ni dhambi ambazo inafanya ya kwamba tumbo zetu asipati chakula. Tumbo zetu zimeishi katika njaa ambayo hata ukitafuta wa kukuponya, hata ukitafuta wa kukutulisha, tunapata hakuna. Kwa sababu dhambi ambazo tulizo nazo ndizo zinafanya njaa itumeze, ndizo zinafanya njaa ituangamize. Tunapohudumu lakini twa njaa, tunapohudumu lakini kwa tabia za kikale, tunapohudumu lakini Farao hako pamoja tu nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tuwe kamilifu. Musa kama hangelikuwa kamilifu, hangetoka kwa Farao ili awaokoe wana wa Israeli. Njaa zetu ni sisi wenyewe tumefanya tuwe njaa. Tuambie Mungu saa imefika tuokoe. Ichapo alitukataa, ichapo alikaa mbali nasi, ichapo uso wake haligeuza ili asitukasame, lakini imefika wakati ambapo tunafaa tumrudie. Hata kama dhambi zetu zinanuka, hata kama zinakaa damu, yeye ni mwingi wa rehema. Tukimrudi yeye ataturudi, tukiomba kwake yeye atatusikia. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Reference yake iko kwa Yeremia. Yeremia 16:12. Baba zenu, maana angalieni, mnaenenda kila mmoja wenu kwa ushupavu wa moyo wake mbaya. Msinisikilize mimi. Basi kwa sababu hiyo nitawatoeni katika nchi hii na kuwaingiza katika nchi ambayo hamkuijua, wala nyinyi wala baba zenu, na huko mtawatumikia miungu mingine mchana na usiku, maana mimi sitawapa fadhili zangu hata kidogo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia vile Yeremia anavyosema ya kwamba sisi tulifuata tabia za baba zetu na tunatenda zaidi ya baba zetu. Bwana Yesu asifiwe. Ichapo baba zetu walitenda dhambi, ichapo walimkataa Mungu wakageukia Mungu, ichapo katika ile chango walisimamisha sanamu, ichapo katika ile chango walimsumbua Musa, ichapo katika ile chango walimwendea Musa kwa matukano, lakini Mungu anasema ya kwamba hataturusha katika ile nchi ambayo wewe hata hujui, nchi ambayo wewe hata hujawahi kuifikiri wala kuitambua. Huko ndiye mapigo yako iko kule, huko ndio mateso yako yako kule, huko ndiko utakapofika mwisho mpaka uanze kukumbuka Mungu mahali hapo. Kwa sababu gani? Tumefuata tabia za baba zetu. Ni tabia gani ambayo mimi nilifuata ya baba yangu? Ni tabia gani ambayo mimi nilifuata ya kwetu? Ni tabia gani ambayo nilifuata ya ile ambayo niliyotumbukishwa ndani? Hata kama ni chale nilizochalwa katika mwili wangu kwa kuapishwa katika zile misingi, hizo tabia ndizo tunazonenda katika huduma wa Mungu. Wakati unaposimama unasimama na ushujaa. Wakati unaposimama hauogopi hata watu wengine, hauogopi hata Mungu, hata na pia aliye mbele yako. Unasimama kwa sababu asili ndio imesimama ndani mwako. Wengine tumeificha, lakini tuko mbele ya Bwana. Wengine tumeficha,
lakini mama zetu tunajua wanaitumikia. Wengine tumeficha, lakini ndugu zetu walikaribisha. Wakati tulipochukua za mapapu, tunaenda huko tukichukua nguvu huko, tunaenda huko tukiteka watumishi huko, tunaenda tukiambia ndugu yangu sasa imefika saa hii, nataka fulani kama kwa hakika fulani nipate kama ameanguka, fulani nipate kama kwa hakika hayupo tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuko mbele ya Mungu, lakini tunamsavu Mungu, tumewakaribisha, tunawalisha, lakini tunawalisha tukitoka wapi? Tunalisha watumishi wa Mungu kwa vyakula vikali. Bwana Yesu asifiwe. Hata wake zetu wako na miungu ambayo ni ya kwao, lakini wameikatalia, lakini wameifisha kwa ajili ya kutesa mume wako, kwa ajili ya kutesa mtoto ambaye wewe unaona anafichua siri. Bwana Yesu asifiwe. Uko wapi ndugu na dada zangu? Tuko wapi wakati kama huu? Wakati ambapo Sanbalati amesimama, wakati ambapo Ashuru anasema Hezekia hana mamlaka, wakati anaposema Ashuru hana maji ya kutupea, wakati anaposema chakula katika Israeli hakuna, tunamrudia huyu Mungu, miungu ambaye ni ya Sanbalati, miungu ambaye ni ya Ashuru. Wakati tunakatalia ya kwetu, wakati tunakatalia ambaye tuliyozaliwa nayo, majina ambayo tuliyopewa ya baraka, nyota ambazo tulizopewa na waliokufa, ndio tunaifuatilia mpaka na saa hii. Lakini tunasema ya kwamba tumeokoka. Ni wokovu gani ambayo tuliokoka? Wakati wa Mungu umefika, wakati Mungu anapokuita na kukutafuta, wakati anapokutafuta na kupata kwa sanamu, wakati anapokutafuta na kupata kwa mitina, wakati anapokutafuta na kupata kwa uwizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliye na ndoa yako iko salama, mume wako kwa salama, na wewe mume, bibi yako kwa salama. Ni asirikani uliyeificha utaki itambulikane. Unajua Mungu ako na uwezo wa kuvifichua. Unajua Mungu ako na uwezo wa kuviweka hadharani. Unajua kuna Mungu anaweza vifufua hata kama ulivisika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni siri gani tuliyeificha hii? Wakati unapofanya tabia, hata wakati unaposikia sauti ya Mungu umekataa kukatilika. Kwa sababu baba yako alikuwa manager, lazima huu manager ulitoka kwa asi. Sawa na hizi. Babako alikuwa mwamuzi, akiamua hakuna mwenye alikuwa anapinga, ndio unayefuata. Mamako kwa milango za watu hakuchoka, alipika asubuhi na mchana, ndio tabia zako. Usinzi ndio oxygen ndani ya boma letu, lakini hatutaki kuacha. Tukiimba tukiabudu tu namba moja, tukifunga tukikesha tu namba moja, tukifunga tile Mungu atubariki tu namba moja. Tunabarikiwa na asili ama na Mungu? Jiulize. Bwana Yesu asifiwe. Tumekataa Mungu wa kweli, tumekataa sauti ya Mungu, kwa sababu tunasema hata kama baba zetu walitenda, na sisi mbona tusitende? Itapo baba wetu walipitia hii njia, mbona nisiipitie? Tumekuwa watu wa hukumu. Unahukumu kitu ambacho utapeleleza hata kuuliza Mungu mbona hiki? Vijana wetu wamepotoshwa. Vijana wetu wanatimbikishwa katika dhambi kwa sababu ya wazazi. Tumekataa kuacha miungu ya kigeni. Na Mungu anasema ya kwamba katika nchi ile atatupeleka. Haujui siku, saa, wakati, tarehe, dakika, atatupeleka. Na wakati atakapotupeleka ni majuto. Huko hakuna amani, huko hakuna furaha, huko hakuna wokovu, maombi hakuna, neno sauti tu ya kusikia amani hakuna. Huko kuna mpita usiku na mchana ni kukimbia tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vita katika watakatifu. Daudi alipigwa vita. Daudi alipitia mapango, vichakani, kwa sababu
tujue huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wapi ambapo tumeenda? Ni wapi ambapo tulipitililia? Ni siri gani tuliyoificha? Mwaka ndio huu umeisha. Ni jambo gani ambacho Mungu amekutendea ambayo utasifu ukaambia Mungu, kwa hakika vile nilikutumikia, kwa hakika vile nilikesha nikiomba, Mungu nimepata jawabu hili. Mungu nimepata, umenisongesha kwa hatua hii. Mungu nimeona ukinionyesha Mungu hatima yangu. Ni lipi? Ni siku gani ambayo utaambia Mungu kwa hakika ndio hii mwaka umeisha? Bwana Yesu asifiwe. Ni mji gani tunapelekwa? Ni mji gani? Nebukadneza aliogopesha wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mji gani huu? Ni taifa gani hili ambalo tunapelekwa ndani? Ni tabia gani hizi ambazo tunaingizwa ndani? Ni uongo gani huu ambao tumeingizwa ndani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kunaye Mungu katika Israeli, na anasema ya kwamba yeye hafichwi. Utaficha mwanadamu, lakini yeye hafichwi. Anakujua vizuri. Mungu anakufahamu, na Mungu anakupenda na anakuelewa. Tumrudie naye atakurudia, kwa maana anazo nguvu na anayo mamlaka. Asante Baba. Maana ni neno lako. Maana ni wewe. Mungu usiyeshindwa. Usiwaruhusu Mungu wapelekwe. Usiwaruhusu Yesu wapelekwe Baba. Ni wewe uliowachukua kwa damu. Ni wewe uliowakirimia Mungu kwa mateso. Yesu ni wako tu Mungu wa rehema. Japo wanakutenda katika siri. Japo wanakutenda katika giza. Lakini Mungu, nani zaidi yako Baba? Japo japo tulitumikishwa, japo tulilazimishwa, japo Mungu tulifunikwa, kama sio wewe usiruhusu hakuna wewe ni wa neema, usiruhusu wewe ni wa neema, usiruhusu Baba Mungu kwa neema yako tu Japo nyumba vyao walitufungia, kama sio wewe hakuna mwingine ila ni wewe.
Nitie miungu hivi. Sema kwa ujasiri. Mwambie Mungu hakuna Mungu zaidi yako. Baba yetu, Mungu uliyefanya mbingu na bahari na yote vilivyomo. Mbele ya Mungu nitukuze jina lako. Nikiri hakuna Mungu ila wewe tu. Asante kwa upendo huo wa ajabu uliotupenda. Kiwango cha kutumzuilia mwanao wa pekee. Asante kwa neema. Asante kwa neno lako. Asante kwa rehema zako. Jina lako litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitoi wala siongezi, lakini fahamu kwamba baba zetu walitenda dhambi na hawapo, na wengine wapo tunawaona. Haleluya. Sipunguzi, siongezi, ila nakukumbusha baba zetu wengine bado tunawaona usiku na mchana. Wengine hata tumeongea na wao asubuhi kabla tukuje kwa ibada. Na wengine hawako, lakini walitenda dhambi. Walimkataa Mungu wa kweli, wakaigeukia miungu. Na hata wewe unajua. Hata wewe unafahamu ni lini wazazi wako waligeuka, wakaacha Mungu na wakafanya tambiko kwa sababu ya waliokufa. Hata wewe unajua ni lini wazazi wako waligeuka, wakaacha Mungu na wakaalika mganga kwa boma, ukaona. Biblia inasema wawe wako hai ama hawako, tumebeba dhambi zao na hatuna mtu wa kutuokoa. Ndio maana tunauziwa mkate na maji yetu, tunauziwa kuni zetu. Haleluya. Amen. Wengine si baba tu, wengine ni babu na nyanya. Najaribu tu kufunua akili, neno linasema hawako, lakini tumechukua maovu yao. Na Yeremia anasema na sisi tunayafanya hata kuwaliko wazazi wetu. Yale maovu tuliyoyarithi sisi tunayafanya kuwaliko waliotulijisha. Haleluya. Pendo wakati wa wewe kujitafakari sana. Ni nini hii ulirithi katika kuzaliwa kwako ama kulelewa kwako, ambayo kwa Mungu ni chukizo, kwa Mungu ni dhambi? Kisha jichunguze na ambia Mungu, mimi ninajitenda nini? Ulisema roho iliyotenda dhambi ndio itakayokufa. Mungu, ninakataa kufa kwa dhambi za wazazi. Nakataa kufa kwa makosa ya walionizaa. Ninakataa leo. Maana usiposema hivyo kwa kinywa chako, utaendelea kuhangaika kwa sababu ya dhambi zao. Usiposema hivyo kwa kinywa chako, utaendelea kulipishwa gharama ambao babu na nyanya, mama na baba walienda kwa waganga. Utalipishwa. Lakini mlango umefunguka. Ni wewe tu kusema Mungu, sitaendelea katika laini ya maisha yao.
Sitaendelea kutawaliwa na maagano waliofanya wao. Sitaendelea kuishi kulingana na walivyotaja wao. Nitaishi kulingana na vile neno lako linalosema kunihusu. Haleluya. Pendo, usitumie muda wako vibaya kanisani. Kuna maisha yawe mazuri, lakini ukiangalia yalikuwa na ango. Ukiyachunguza yalikuwa na anti. Ukiyachunguza yalikuwa na mama. Ukiyachunguza haya yalikuwa ya baba. Ukiyachunguza, haleluya, unapata hapana, yalikuwa ya watu wa area yetu. Una wajibu wa kusema siyataki na kujichagulia maisha mengine. Haleluya. Amen. La sivyo utauziwa kuni zako, utanunua maji yako mwenyewe. Enda ukitafakari ni nini hiyo ulirithi. Amen. Ni nini hiyo umerithi? Ni nini hii? Wewe unajua kwenu vizuri. Ni nini hiyo ulirithi ambayo inafanya mpaka hauna amani? Ukijaribu kujikusanya ndio unatawanyika zaidi. Na wakati ulirithi kwa furaha. Haleluya. Tangulie Yesu. Ninatamani kufika. Nitangulie Yesu. Ninatamani kufika. Gawani singi mingi. Ninatamani kufika. Nitangulie Yesu. Ninatamani kufika. Angalia vizuizi vinavyojipanga mbele yako. Wakati nilipokaa na mama, akaniambia yule mwenye aliitwa John, naye alikuwa ndugu yangu. Akasema John hangepigwa rais, na hata kama angepigwa hangelala bila kulipisha kisasi. Moyo wangu ulifurahi sana. Moyo wangu ulifurahi sana. Hayo maneno yaliniongeza kiburi. Hayo maneno yaliniongeza bidii ya kupigana. Hayo maneno yalinifanya nikajiona shujaa. Yaani niliyapokea kwa moyo wote. Niliyapokea kwa furaha. Na nilipoyapokea niliyaweka kwenye matendo, maana nimeambiwa mwenye uliitwa hakuwaishindwa vitani, na wewe usiishindwa. Siku anajua ninapokea madhara. Siku anajua napokea umaskini. Siku ninaelewa John aliacha mke wake mjane at a very early age. Akiwa shujaa, alikufa mapema akaacha mkewe. Nikiyapokea na kuyafurahia, siku najua huyo John hakuwa na boa nimesimama. Niliona tu vita. Niliona tu kupigana. Lakini maneno mengine ambayo huyo John alikuwa nayo sikuyaona. Niliyapokea yale niliyoona ni mazuri kwangu na yananifaa, lakini yale ambayo sikuyajua nayo niliyapokea bila kujua. Haleluya.
wakati ulijianza kujielewa, haleluya, ukaambia wewe ni haki, haleluya. Haki alikuwa anapiga wanaume, ulishangilia. Wewe ni haki. Haki hakuwa analetewa mchezo. Wakati ukaanza kuelewa kumbe ulipewa jina nzuri. Kwa hiyo pia Mungu hataifanyia mchezo. Kuna siku unaanza kujielewa. Niko kwa ile maombolezo. Baba zetu walitenda na hata hawako. Ile wakati ulianza kujielewa, ninaisikia hiyo sauti ya